Bana, rais wa Urusi ametangaza kwamba Urusi itajibu mara moja iwapo Israel itaishambulia Iran wakati wa utekelezaji wa miradi ya rel kati ya Iran pamoja na Urusi, ambapo Rais Putin ameripotiwa kuionya Israel dhidi ya kuishambulia Iran wakati utekelezaji wa miradi ya pamoja ya miundombinu ya rel kati ya Iran pamoja na Urusi, akisema kwamba Moscow itachukua hatua za haraka za kulipiza kisasi iwapo shambulio kama hilo litatokea. Kauli hiyo ilitolewa katika muktadha wa makubaliano ya ushirikiano wa rel kati ya Teheran pamoja na Moscow, ikionyesha dhamira ya Urusi kulinda maslahi yake ya kimkakati na uhusiano wake ambao unazidi kuimarika kati ya Urusi pamoja na Iran. Na onyo hili linakuja wakati mvutano wa kikanda ukiendelea kuongezeka, hususani kutokana na hali ya Gaza na hofu ya kupanuka kwa mgogoro ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kauli hii ya Bwana Vladimir Putin inaashiria kuimarika zaidi kwa ushirikiano na muungano wa kimkakati kati ya Urusi pamoja na Iran dhidi ya kile ambacho wanakiona kama vitisho vinavyotoka nje. Kwa mujibu wa ripoti, tamko hili linaongeza pia uzito wa kisiasa na kiusalama katika eneo hilo na linaweza kutafsiriwa ama kama ishara ya maendeleo ya kina ya ushirikiano wa Irani na Urusi, au kama kitovu kipya cha mgogoro ambacho kinaweza kuchochea mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi, hususani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Swali hapa ambalo linabaki ni je, hii ni hatua ya kuimarisha uthabiti wa kijiografia au ni dalili ya hatari ya kuibuka kwa vita nyingine duniani? Unaweza ukasema na sisi kwenye comment section hapo chini juu ya kauli ambazo zimezungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Wakati hayo yakizungumzwa na Bwana Putin, unaambiwa hivi sasa ushirikiano wa Iran na Urusi umeingia katika awamu mpya kabisa, ambapo Iran na Urusi wamezidi kuimarisha mwelekeo wao ambao unatajwa kukua kwa kiasi kikubwa wa ushirikiano kwa kusaini makubaliano mapya ambayo yanabainisha hatua za utekelezaji wa vitendo kwa baadhi ya vipengele vya mkataba wa ushirikiano wa kimkakati ambao wametia saini mapema mwaka 2025. Ramani ya ushirikiano ya miaka mitatu ilisainiwa wakati wa hafla ambayo ilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov mjini Moscow, na makubaliano hayo yanajikita katika kupanua ushirikiano kati ya wizara za mambo ya nje ya nchi hizo mbili. Ramani hiyo pia inajengwa juu ya mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa kina ambao umetiwa saini na marais wa mataifa hayo mawili mwezi Januari, kuridhiwa na bunge la Urusi pamoja na rais wake wakati wa majira ya kiangazi, na kuanza kutumika rasmi nchini Iran mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka 2025. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari, Araghchi alisema kuwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Iran na Urusi umeingia awamu mpya ya kasi zaidi kufuatia makubaliano hayo mapya. Mkataba wa kimkakati uliundwa kusimamia uhusiano wa pande mbili kati ya Iran pamoja na Urusi kwa kipindi cha miaka 20 ijayo, na unalenga maeneo mengi ikiwemo ulinzi, mapambano dhidi ya ugaidi, nishati, fedha na utamaduni, ukiwa na lengo la jumla la kuongeza biashara, kupanua ushirikiano wa kiuchumi, kupunguza athari za vikwazo vya Marekani na kuimarisha uhusiano wa kijeshi na kisiasa kati ya mataifa hayo mawili. Kwenye maelezo ya viongozi hawa kwa waandishi wa habari, Araghchi na Lavrov wamebainisha kuwa ushirikiano wa pande mbili umeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu kutiwa saini kwa mkataba huo. Mwanadiplomasia huyu wa Iran alisema kwamba amefanya mazungumzo ya kina na ya maana na mwenzake wa Urusi, akisema nikimnukuu, nimezungumza mazungumzo ya karibu sana, ya kina kwa undani yamefanyika katika nyanja zote, ikiwemo masuala ya pande mbili ya kikanda pamoja na kimataifa. Kwa mujibu wa mwanadiplomasia wa zamani wa Iran Mohsen Pakhayan aliyewahi kuhudumu kama balozi nchini Zambia, Uzbekistan pamoja na Thailand, anasema uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Urusi umechukua mwelekeo wa kimkakati katika miaka ya hivi karibuni. Nikimnukuu, anasema uwepo wa waraka wa ushirikiano wa kina wa miaka 20
umeipa nafasi ya kipekee sana ushirikiano huu. Nafasi hii ya kimkakati inalazimu nchi hizi mbili kufanya mashauriano endelevu na yenye malengo katika vipindi tofauti kwa muda mfupi. Park Ayen amesema kuwa ziara ya Arachi nchini Urusi inapaswa kutathminiwa ndani ya muktadha huo huo, ikiwa ni ziara ambayo inaweza kusababisha utaratibu mkubwa zaidi kati ya Tehran pamoja na Moscow katika nyanja za pande mbili, kikanda pamoja na kimataifa. Mwaka uliopita uongozi wa Iran na Urusi pia umeimarisha ukaribu wao kutokana na changamoto nyingi ambazo zinatarajiwa. Hizi ni pamoja na athari za mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran pamoja na Marekani mwezi Juni, mvutano wa kijeshi na Marekani na Israel, pamoja na jaribio la kundi la E3 Ujerumani, Ufaransa pamoja na Uingereza kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa ambavyo vilikuwepo kabla ya JCPOA. Marais wa mataifa haya mawili wamekutana mara 5 huku Arachi mwenyewe akitembelea Moscow mara kwa mara. Urusi iliunga mkono Iran wakati wa mazungumzo na Marekani, na pia baada ya mazungumzo hayo kuvunjika na kusababisha mapambano, Moscow imesisitiza kuwa Iran ina haki ya kurutubisha uranium na wameahidi kuunga mkono Iran iwapo vita vipya vitazuka dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Iran haikuomba msaada wa kijeshi wa Urusi wakati wa mzozo wa siku 12 mwezi Juni mwaka 2025, huku maafisa wakizungumza kwamba Tehran ilitaka kuthibitisha kuwa inaweza kukabiliana na maadui wake kwa kujitegemea pasipo kupokea msaada kutoka kwingine. Hata hivyo, sasa inatarajiwa kuwa Iran inaweza kuelekea Urusi kuziba mapengo ya kijeshi ambayo yalijitokeza wakati wa vita, hususan katika mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na ndege za kivita. Ingawa wala Iran wala Urusi hazijathibitisha kuwepo kwa mabadilishano mapya ya kijeshi, Lavrov alitangaza kwamba Moscow inapanua ushirikiano wake wa kijeshi na kiufundi na Iran kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Urusi pia imeunga mkono Iran katika Umoja wa Mataifa ambapo kundi la E3 lilianzisha utaratibu wa kurejesha vikwazo vipya kabla ya JCPOA, ambapo Urusi pamoja na China walitangaza kurejeshwa kwa vikwazo hivyo kuwa ni kinyume cha sheria na wakasema kamwe hawatavizingatia. Akiwa Moscow, Arachi amesema Tehran inathamini juhudi za Urusi katika Umoja wa Mataifa. Katika maelezo mengine kwa waandishi wa habari, wanadiplomasia hao wawili wamegusia muktadha mpana wa vikwazo huku Iran na Urusi zote zikiwa chini ya vikwazo vizito vya Marekani. Moscow inasimama bega kwa bega na Iran na nchi nyingine katika kupinga matumizi ya hatua za kulazimisha za upande mmoja na vikwazo, alizungumza Lavrov, akiunga mkono wito wa Arachi wa kuunda muungano wa kukabiliana na hatua hizo haramu ambazo zinafanywa na nchi za Ulaya, hususan Ulaya Magharibi pamoja na Marekani kwa ujumla wake. Lakini wakati Urusi pamoja na Iran wakionekana kuimarisha ushirikiano katika viwango ambavyo havijawahi kuonekana, na sasa hivi ushirikiano wao ni miaka 20 baadaye, kwa maana ya watakuwa na ushirikiano kwa miaka 20 mtawalia. Tumeona spika wa bunge la Lebanon Nabih Berri kwenye mkutano na balozi wa Iran nchini Beirut Mojtaba Aman walijadili maendeleo ya hivi karibuni ya kisiasa nchini Lebanon na katika eneo kwa ujumla, uhusiano wa pande mbili pamoja na ukiukwaji ambao unaendelea wa utawala wa Israel. Baada ya mazungumzo hayo, mwanadiplomasia mkuu wa Iran alisema kwamba mkutano huo ulifanyika ndani ya mfumo wa mashauriano na mazungumzo yake yanayoendelea na maafisa wa Lebanon. Balozi huyo alisisitiza kuwa Tehran inaheshimu kikamilifu uhuru wa Lebanon, mamlaka ya eneo lake pamoja na umoja wa taifa hilo. Nikimnukuu, alisema katika mkutano huu matarajio ya mchango wa Iran katika mchakato wa ujenzi mpya wa Lebanon na msaada wa wananchi wa Lebanon yamejadiliwa. Mkutano huo unafuatia mfululizo wa kauli tata zenye kuchochea na wakati mwingine za kushangaza ambazo zimetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Lebanon Youssef Raji dhidi ya Iran. Nayo wizara ya mambo ya nje ya Iran ilimuita balozi wa Cyprus mjini Tehran siku ya Jumanne na kumkabidhi rasimu ya malalamiko makali dhidi ya kile walichokiita kauli za kuingilia mambo zinazohujumu mamlaka za eneo hilo.
Hatua hiyo inahusiana na tamko la pamoja ambalo lilitolewa hivi karibuni na Cyprus pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuhusu visiwa vitatu vya kimkakati vya Iran katika Ghuba ya Uajemi. Balozi wa Cyprus Petros Nakosis aliitwa na wizara hiyo, ambako naibu waziri wa mambo ya nje na mkurugenzi mkuu wa Ghuba ya Uajemi Mohammad Albak alimkabidhi waraka na maandishi ya kupinga vikali madai hayo. Albak alisisitiza kuwa Iran ina mamlaka kamili yasiyopingika juu ya visiwa vya Bu Musa, Greta Thunberg pamoja na Leza Thunberg, akisema ni sehemu ambazo kamwe haziwezi kutenganishwa na ardhi ya Iran, akisema mamlaka ya kihistoria na udhibiti halisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran juu ya visiwa hivi hauwezi kupingwa. Aliongeza kuwa madai ya Iran yanaungwa mkono na nyaraka nyingi za kihistoria, kisheria na kijiografia, kitaifa na kimataifa, na akaonya kuwa madai ya nje yanakiuka kanuni za msingi za Umoja wa Mataifa kuhusu heshima ya mamlaka ya kitaifa pamoja na uadilifu wa kieneo. Na niweke nukta moja kubwa hapa, ambapo tunaambiwa Israel hivi sasa wanafanya tathmini mpya juu ya athari za operesheni yao ya kijeshi ya mwezi Juni dhidi ya mpango wa makombora ya ballistic wa Iran, huku ripoti zikisema Tehran ina nia thabiti ya kujenga upya uwezo wao mkuu wa kuzuia mashambulizi, hatua ambayo huenda ikaandaa mazingira ya kuzuka kwa vita mpya. Kwa mujibu wa ripoti, hifadhi ya makombora ya ballistic ya Iran imeonekana kubaki na kuongezeka kwa kiasi kikubwa bila kuathiriwa baada ya vita vya mwezi Juni, ikiwa na takribani makombora mazito 2,000 bado ndani ya ghala lake la silaha. Kwa mujibu wa ripoti ni kwamba Israel inasema kwamba idara ya ujasusi wa kijeshi ya Israel iliwasilisha tathmini hiyo kwa Marekani, ishara kuwa Israel inaisukumia Washington kuchukua hatua tena dhidi ya kile ambacho wanakiona kama tishio ambalo linaongezeka. Afisa mmoja mwandamizi wa Israel aliwaambia wabunge katika kikao cha faragha cha Senate, kwa mujibu wa ripoti, kuwa uzalishaji wa makombora ya ballistic kwa kiwango kikubwa umeanza tena takribani miezi 6 baada ya vita ya mwezi Juni. Anasema Iran inachukua hatua za kujenga upya uwezo wao wa uzalishaji wa makombora. Alizungumza Greg Brew, mchambuzi wa masuala ya Iran katika taasisi ya tafiti ya Eurasia Group, akisema hili halinishangazi, kwani ni muhimu kwa utawala huo kuimarisha msimamo wao baada ya vita vya mwezi Juni. Brew aliongeza kuwa kujenga upya uwezo wa makombora ni lengo ambalo linawezekana zaidi kwa muda mfupi kuliko kufufua mpango wa nyuklia ambao umedhoofishwa, ambao ungeleta hatari kubwa zaidi ya kisiasa na kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema mwezi uliopita kuwa Tehran imejenga upya nguvu zake za makombora hadi kufikia kiwango cha juu kuliko kabla ya vita, ambapo Iran pia imekuwa ikionyesha uwezo wao hadharani. Wiki iliyopita jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC walitangaza kufanya mazoezi makubwa ya majini katika Ghuba ya Uajemi, yakihusisha makombora ya masafa marefu ya kusafiri angani cruise na makombora ya ballistic yenye masafa ambayo yanaripotiwa kufikia kilomita 2,000 pamoja na droni za kujitoa muhanga. Swali kubwa hapa linabaki, je, juhudi za Iran kujijenga upya zinaweza zikavumiliwa na mataifa ya Ulaya na hususan Marekani pamoja na hiyo Israel? Unaweza kusema na sisi pia kwenye comment section hapo chini juu ya hicho ambacho nimekuuliza. Inawezekana au haiwezekani kwa Marekani, Israel pamoja na mataifa ambayo yanaiunga mkono hiyo Israel kukubaliana na kile ambacho kinafanywa na Iran? Lakini jambo jingine hapa linabaki ni, je, Urusi watakubali tena mshirika wao ambaye ameingia naye mkataba wa miaka 20 ya kulindana, kusaidiana kijeshi pamoja na nyanja nyingine za teknolojia na maendeleo kurejea tena kushambuliwa na taifa la Israel? Unaweza kusema na mimi kwenye comment section hapo chini. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.